Hujambo mtazamaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki. Tuliokuandalia hii leo: ukuaji wa sekta ya AI unapiga jeki biashara ya China. Mtaalamu atoa wito wa kuondoa vikwazo vya kijiografia katika huduma za reli ya China na Ulaya. Utalii wa ndani wa China wavunja rekodi kwa safari bilioni 6.52 mwaka 2025. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darwesh. Ripoti ya mamlaka ya forodha ya China inaonyesha kuwa biashara ya China katika bidhaa zinazohusiana na AI iliongezeka kwa mwaka 2025 kutokana na kuongezeka kwa mahitaji ya kimataifa. Ukuaji huu unaakisi nafasi inayoendelea kuimarika ya China katika mnyororo wa thamani wa teknolojia za kisasa duniani. Tom Wanjala na maelezo zaidi. Takwimu za forodha zinaonyesha kuwa mauzo ya nje ya China ya bidhaa zinazotumika katika teknolojia ya AI yaliongezeka kwa kiwango kikubwa mnamo mwaka wa 2025. Miongoni mwa bidhaa hizo ni moduli za optical transceiver zinazotumika kwenye kadi za picha za kisasa, ambazo mauzo yake ya nje yaliongezeka kwa takriban 60%. Hii imetokana na kampuni za China kushiriki kikamilifu katika uzalishaji na ushirikiano wa kimataifa wa teknolojia ya AI. Maendeleo ya teknolojia ya magari yanayojiendesha nchini China vilevile yameongeza uagizaji wa mifumo ya LiDAR kwa zaidi ya 20%. Wakati huo, mahitaji makubwa ya uwezo wa kompyuta kwa AI yamesababisha uagizaji wa vipuri vya kompyuta kuongezeka kwa 20%. Mauzo ya nje ya roboti mahiri za kubeba mizigo zinazotumika katika miradi mikubwa ya ujenzi nje ya China yaliongezeka kwa zaidi ya 60%. Aidha, mwaka uliopita China ilisafirisha saa janja na vinyago janja kwenda zaidi ya nchi na maeneo 170 duniani, jambo linaloonyesha kuongezeka kwa mahitaji ya bidhaa za teknolojia ya kisasa kutoka China. Makamu wa rais wa kituo cha China na utandawazi Gao Jikai amesema vitendo vya baadhi ya nchi kuzuia treni za mizigo vinakwamisha biashara. Amezitaka serikali kuweka kando tofauti za kisiasa na kulinda manufaa ya biashara ya pamoja. Ronald Mutia anaripoti. Makamu wa rais wa kituo cha China na utandawazi duniani Bwana Gao Jikai amesema kwamba baadhi ya wakati juhudi za kuimarisha uunganishaji wa reli katika ukanda wa Eurasia wakati mwingine zimekwamishwa na baadhi ya nchi kuzuia kupita kwa treni za mizigo kati ya China na Ulaya. Gao amezitaka serikali kuangalia zaidi ya tofauti za kisiasa na kuhakikisha biashara inaendelea kwa urahisi kwa manufaa ya watu wote wanaohusika. There have been occasions where we saw certain countries try to block the connectivity projects, blocking the trains, the carriages, or the goods to be transported back and forth. Now, they may come up with whatever technical reasons to justify such blockage, but allow me to emphasize one point. I think the more we have for the free exchange of goods and services, the better it will be for all the participating countries and people involved. Because this is not based on ideology. This is not based on geopolitics. This is purely based on maximizing the benefits of trade and commerce for all the participating countries. Huduma ya reli ya China na Ulaya, mradi mkubwa zaidi wa uunganishaji chini ya mpango wa ukanda mmoja na njia moja, umeunda mtandao mpana wa usafirishaji wa bidhaa kote Eurasia. Kuanzia mwaka 2013 hadi mwaka 2024, dhamani ya bidhaa zilizosafirishwa kwa treni hizi imeongezeka mara 33, huku mchango wa huduma hiyo katika biashara kati ya China na Ulaya ukipanda kutoka 0.4% hadi 8.5%. Hata hivyo, licha ya kupanuka kwa kasi, kumekuwa bado na usumbufu wa kisiasa uliolenga huduma ya mizigo katika miaka hivi karibuni. Hata hivyo, Bwana Gao alibainisha kuwa hatua kama hizo zinadhoofisha lengo kuu la biashara ya kimataifa. Gao alizitaka nchi zilizo kwenye njia hiyo kuepuka kuzuia biashara, akisisitiza umuhimu wa kutoa urahisi na unyumbufu zaidi kwa biashara za mipakani. Their people, their companies, their society at large. So I would call on all countries not to block the trade and try to do their best to provide convenience and flexibility to enable the trade to go through and to make sure that all of us win the benefit of such expanded and much faster and more efficient trade.
Video ya matangazo ya gala ya tamasha la majira ya chipukizi ya mwaka 2026 ya China Media Group CMG ilionyeshwa Ijumaa kwenye skrini katika maeneo makubwa ya kibiashara nchini Kenya, ikituma salamu za kwanza za mwaka mpya kwa wakazi wa eneo hilo pamoja na Wachina wanaoishi katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Tamasha la majira ya mchipuko la mwaka huu au mwaka mpya wa jadi wa Kichina unaoadhimishwa tarehe 17 Februari linaashiria mwanzo wa mwaka wa farasi katika utamaduni wa Kichina. Ni mojawapo ya sikukuu muhimu zaidi nchini China, inayoadhimishwa kwa mikusanyiko ya kifamilia na matamanio ya bahati njema katika mwaka unaokuja. Video ya matangazo inaonyesha farasi wa dhahabu anayewakilisha kuleta bahati njema. Mapambo ya sherehe, nyimbo na ngoma za furaha pamoja na sauti za fataki ziliwavutia wapita njia nchini Kenya. Baada ya kutazama video hiyo, wakazi wa eneo hilo walionyesha matarajio yao kwa gala ya tamasha la majira ya mchipuko na kutuma matakwa yao mema kwa mwaka mpya. So it brings a lot of hope and prosperity and new beginnings also, because it comes with new opportunities. So for myself, I expect it to become a growth year, to be able to achieve more, to be able to do more also and learn more from my family, my friends, also friends of maybe different cultures as well as Chinese, you know. Right now I have a Chinese friend. I've just watched the video, and from the first scene to the last scene, it's pretty much interesting. It's giving me the fun vibe, the dances and the songs, and it has left me wondering for more. Like, I need to know more about the gala. Being the year of the horse means even more success and strength. For myself, I wish myself more success, to achieve the dreams that I have for this year, both for myself and for my family. And between Kenya and China, I wish for more business in tourism, culture and communication. Kwa Wachina wanaoishi mbali na nyumbani, gala ya tamasha la majira ya mchipuko ni mojawapo ya alama muhimu zaidi za kitamaduni za sikukuu hiyo, na pia ni kiungo cha kihisia kinachounganisha na miji yao ya asili na kumbukumbu zao. Nawatakia familia yangu afya njema na kila mtu mwaka mpya wa Kichina uliojaa furaha. Kila laheri, na nawatakia ujasiri wa kukimbia mbele katika mwaka wa farasi. Utalii wa ndani nchini China ulifikia kiwango cha kihistoria mwaka 2025 baada ya kurekodi safari bilioni 6.52. Safari hizo zilichangia mapato ya yuan trilioni 6.3 sawa na takriban dola za Marekani bilioni 910 kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa jijini Beijing. Simiyu Wanjala anakamilisha taarifa hiyo. Ripoti hiyo ya mwaka 2025 kuhusu sekta ya utamaduni na utalii ilitolewa na taasisi ya Jinghei ya utamaduni na utalii yenye makao yake Beijing Jumatano alasiri, ikionyesha ukuaji mkubwa wa utalii wa ndani nchini China. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, ziara katika maeneo ya mijini ziliongezeka kwa 14% na kufikia karibu safari bilioni 5, huku safari za vijijini zikiongezeka kwa kasi zaidi kwa 22% na kufikia safari bilioni 1. Ripoti hiyo pia imeangazia mwenendo unaoibuka duniani na ndani ya China, ikiwemo kuunganishwa kwa teknolojia ya kidijitali katika shughuli za utamaduni na utalii, muunganiko wa matukio ya michezo na safari za utalii, pamoja na kuongezeka kwa mahusiano kati ya utalii na huduma za afya na ustawi wa maisha. Wataalamu wanasema suluhisho mbalimbali za kiteknolojia zinaendelea kuibadilisha sekta ya utalii kwa kukidhi mahitaji tofauti ya watalii na wafanyabiashara. Kwa upande wake, meneja mkuu wa shughuli za masuala ya serikali katika kampuni ya mitandao ya kijamii ya Weibo amesema vyombo vya habari vina nafasi kubwa katika maendeleo ya sekta hiyo. Katika maendeleo ya sekta ya utamaduni na utalii, vyombo vya habari vimekuwa na nafasi kubwa. Hapo awali vilihusika zaidi na mawasiliano ya upande mmoja kama kurekodi na kusambaza taarifa, lakini katika zama ya mitandao ya kijamii, majukwaa ya habari yamepanua majukumu yake na sasa yanahusika moja kwa moja katika kuunganisha rasilimali, kukuza ushirikiano pamoja na kusambaza chapa mbalimbali za utalii. Sekta ya ujenzi wa meli ya China imeendelea kushikilia nafasi ya kwanza duniani kwa mwaka 2025 kwa vigezo vitatu vikuu: meli zilizokamilishwa, maagizo mapya na idadi ya meli zilizoagizwa lakini bado zinajengwa. Hii ni kwa mujibu wa takwimu za Wizara ya Viwanda na Teknolojia ya Habari ya China.
Katika mwaka huo, China ilikamilisha ujenzi wa meli zenye jumla ya tani milioni 53.69 za uzito wa kubeba mizigo, ikiwa ni ongezeko la 11.4 ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Kiasi hiki kinawakilisha 56.1 ya soko la dunia. Maagizo mapya yalifikia tani milioni 107.82, sawa na 69% ya maagizo yote duniani. Hadi mwisho wa Disemba mwaka jana, China ilikuwa na maagizo yanayosubiri kutekelezwa yenye jumla ya tani milioni 274.42, ikiwa ni ongezeko la 31.5 kwa mwaka na kuchukua 66.8 ya soko la kimataifa, ikiwa ni rekodi mpya katika historia ya sekta hiyo. Sekta ya ujenzi wa reli ya China imepata mafanikio makubwa mwaka 2025, huku viashiria vyote vitatu vikuu vikivuka matarajio. Soko la baadaye linatarajiwa kukua kwa wastani, na hivyo basi ni muhimu kwa sekta hii kuendelea kunasa fursa za soko, kupata oda kwa haraka na kuhakikisha meli zinakabidhiwa kwa wakati. Miongoni mwa aina 18 kuu za meli, China iliongoza duniani kwa maagizo mapya katika aina 16, ikionyesha mwelekeo wake wa kuendeleza sekta ya kisasa, rafiki kwa mazingira na yenye teknolojia ya hali ya juu. Kwa jumla, oda za ujenzi wa meli zilizopo kwa sasa nchini China zinaweza kuendeleza shughuli za uzalishaji kwa kipindi cha miaka 3 hadi 4 hivi, huku ratiba ya uzalishaji ikiwa imejaa kikamilifu. Sekta ya ujenzi wa meli nchini China itaendelea kufuata mwelekeo wa maendeleo ya ubora wa juu, kujumuika kwa kina katika mgawanyo wa kazi wa viwanda kwa kimataifa, na kwa pamoja kuchangia kuunda taswira mpya ya sekta iliyo rafiki kwa mazingira na inayotumia teknolojia ya kisasa. Kituo kikubwa zaidi cha mafunzo ya roboti za binadamu nchini China kimefunguliwa mjini Beijing. Kituo hicho kinalenga kuandaa roboti za kizazi kipya kwa matumizi halisi kupitia mafunzo ya vitendo. Huyu hapa Zakia Pong na mengi zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Kituo kikubwa zaidi cha mafunzo ya roboti za binadamu nchini China kimefunguliwa mjini Beijing, ambapo waendelezaji wanapilika za kutengeneza roboti za kizazi kipya kupitia safu ya majukumu ya vitendo ili kuziandaa kwa matumizi halisi. Katika kituo kipya kilichoko katika wilaya ya Shijingshan, kinaendeshwa na kampuni ya Leju Robotics. Roboti takriban 100 za binadamu zinafundishwa kwa kutumia mifumo ya VR na kunasa mwendo ili kujifunza ujuzi wa kimwili unaohitajika kutekeleza kazi mbalimbali kwenye hala, kuanzia kupanga vitu hadi kufungasha bidhaa, wakifuatiliwa na wakufunzi binadamu wanaowaongoza wanafunzi wao wa roboti. Eneo hili linaweza kuonekana kama sayansi ya kufikirika, lakini mbali na kuwa onyesho la kiteknolojia tu, linaonyesha mageuzi muhimu katika sekta ya roboti ya China. Hapa roboti za hali ya juu zinapita hatua ya kutimiza utaratibu wa majaribio ya maabara na sasa kujifunza ujuzi wa vitendo katika mazingira ya shule ya ufundi. Roboti tayari zimefanikiwa kufikia viwango vya zaidi ya 95% katika kazi za vitendo kama vile kurudisha makasha tupu, kuwasha vifaa, pamoja na kupima uzito, kufunga na kuweka bidhaa kwenye masanduku. Mbinu ya kimkakati inayotumika na kituo cha mafunzo inaonekana kama ufunguo wa kutumia roboti hizi kwa ufanisi katika matumizi halisi, kutoka kwenye viwanda vya magari hadi usafirishaji, pamoja na kufungua uwezo kamili wa soko lenye thamani. Roboti ya awali inakadiriwa kuwa hadi kufikia mwaka 2045, China itakuwa na zaidi ya roboti milioni 100 za humanoid zikitumika katika sekta nyingi, zikitengeneza thamani ya jumla ya soko takriban yuan trilioni 10
ili kuziba upungufu wa data na kuharakisha maendeleo. Utengenezaji wa roboti wa China tayari wanatafuta kuingiza mashine zao kwenye mafunzo ya utumishi katika viwanda vya magari, mahala, vituo vya utunzaji wa wazee na hata shule ya sanaa ya jukwani. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Naam, mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Leo ni darasa la marudio. Hebu tufanye mazoezi pamoja na mwalimu. Bahatisha. Picha zote kwenye meza zimefunikwa. Kuna tundu dogo tu linalozunguka. Je, unaweza kufanikiwa kubahatisha picha hii ni nini kupitia tundu hili dogo? Njoo ujaribu. 这是什么？眼睛。这是什么？面条。这是什么？鱼。这是什么？狗。这是什么？蛋糕。这是什么？米饭。Treni ya sanduku la hazina. 生日。你的生日是几月几号？蛋糕。我喜欢吃蛋糕。商店。妈妈明天去商店。个子。你的个子真高。中国。我是中国人。小鱼。这儿有很多小鱼。Panda anaandika. Panda wanapenda sana kula mianzi. Lakini kama tu ukijibu kwa usahihi, unaweza kuwasaidia panda kupata mianzi. 他是哪国人？他是中国人。他是哪国人？他是中国人。你叫什么名字？我叫月月。你叫什么名字？我叫月月。你家有几口人？我家有4口人。你家有几口人？我家有4口人。今天星期几？今天星期三。今天星期几？今天星期三。你喜欢吃什么？我喜欢吃面条。你喜欢吃什么？我喜欢吃面条。
你妈妈去哪儿？我妈妈去商店。你妈妈去哪儿？我妈妈去商店。再见。Naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, mtazamaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Lakini kabla sijaondoka, chukua hii. Jihadhari sana na yule anayekwambia mambo ya watu, kwani naye atawaambia watu wengine mambo yako. Mimi ni Khamis Darwish. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.